Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena kupitia kipindi cha Political Science Posa. Hapa tunazungumzia masuala yote ambayo yanadili katika midalo ya kisiasa na mambo mengine mengi ya kijamii pia. Kama kawaida nyuma ya kamera yupo Rizki bwana, mimi naitwa Victor Madaha, na leo Political Science leo hipo hapa kwa mzee wangu mzee Mohamed Said, ambaye yeye amekuwa sasa amekuwa ni so mgeni kwenu. Namuona kila siku pale ambapo tunamhitaji, japokuwa kipindi hiki alikuwa kidogo yuko busy, lakini final leo tumempata hapa tuweze kuyazungumzia ambayo yanaendelea kwenye Mashariki ya Kati. Kwanza mzee wangu, shikamoo. Baraba. Kwema kabisa. Alhamdulillah. Ni mwezi sasa tujafanya interview, ndio? Naam. Ila yote kwa sababu yako. Sasa sio langu. Wasikilizaji, yeye ananilaumu mimi, anasema mimi ndio kosa langu tujafanya kipindi kwa sababu Victor mimi namuita kinyang'anizi. Victor ni mwanangu na nampenda. Na mashallah ni kijana hodari. Utakumbuka kipindi cha nyuma Victor ni mtoto huyu, bado ni mtoto. Baki ni umri wa watoto wangu. Kaja tufanya kipindi hapa kava kaptula. Watazamaji wananikia, mzee Mohamed, kwani unamruhusu yeye kuja kufanya TV kuvalia kaptula hapo? Maneno mengi. Nikasema Victor ni mtoto bado, akili yake na kitoto, lakini kipindi kingine nitamwambia mimi kuwa Victor hebu acha kuvaa kaptula, jobe vaa suruali. Sasa leo Victor kaja kama meneja wa bank. Kapiga shati jeupe, kapiga suruali siju kama ni galbadeni ile dark blue au ni black, katia na tai. Nikamwambia sasa hii Victor tumemaliza ugomvi. Akaniambia baba, mimi vile hizo comment nimeziona, watu wanalaumu. Lakini hili jambo tumeshaimaliza. Kabisa. Sasa Victor yeye akananiambia, sasa Victor, vita vimeanza leo. Wewe kesho unataka tufanye kipindi. Sasa tunazungumza nini? Tukipe muda. Lakini simu zipokuwa nganizi, mimi haniogopi na mimi simkasiriki. Mimi mtu mwenye bidii ya kazi napenda. Sasa jana akanipigia simu, mzee vipi? Nikamwambia nimekusikiza umefanya vipindi vingine na mashekhe kuhusu hivi vita, basi njoo siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi inshallah tuangalie nini tunaweza tukafanya. Basi leo ndio amekuja, tunafanya kipindi hiki. Jamani watazamaji, nadhani mnaona sasa vile ambavyo hivi vipindi tunavihangaikia jamani. Wakati mwingine hawa sosi mnaona tu wanazungumza, lakini kiukweli ni mtiti. Bahati nzuri lakini kama alivyozungumza mzee wangu, mimi nimekuwa nikijifunza mengi sana, ukiacha kwamba anafanya interview kwake, lakini pia nimekuwa nikipata masomo mengi sana. Kama unaweza kuangalia hapa, hii ni maabara kabisa ambayo iko hapa. Kwa hiyo maabara ndo maktaba, si ndio? Hapana. Maabara mahali tunafanyia uchunguzi wa kisayansi. Maabara maktaba ni vitabu tu. Nimemesa vitu tofauti kweli. Naam. Of course watu maktaba wajifunze pia ambao wanatamani, lakini sasa mjichange kidogo, maana hii maktaba inatunzwa kwa thamani kubwa sana. Mzee wangu, kwanza turudi sasa huko kwenye Mashariki ya Kati, kila ambacho kimetokea. Nakumbuka kweli nilikupigia mapema ukaniambia ngoja kwanza nione mambo yanavyoenda ili tukifanya kipindi vitu viende vizuri. Kwanza nini ambacho ulivyoona Mashariki ya Kati vita vimeanza ukasema kwamba jamani nini kimetokea hiki, na nini ambacho kimesababisha? Kipi cha kwanza kilikuja kichwani kwako? Vita vya pili vya dunia. Wajerumani walikuwa na nguvu sana. Wajerumani chini Hitler walikuwa na nguvu sana. Wameanza vita, wameingia Poland, wameteka nchi, wameingia Yugoslavia, ikawa wanakwenda mbele na mbele, wanateka nchi zingine, wakaona waweke jeshi la kupambana na Wajerumani. Wajerumani wala hawana wasiwasi, wakadhani watashinda, lakini historia inatueleza kuwa Wajerumani walishindwa. Kibri ni kitu kibaya sana, kuwa watanifanya nini. Mwenyezi Mungu anasema kibri ni nguo yake. Mtu anayechukua ile kibri ni kama amemvua Allah.
kilemba chake alichovaa. Na unaujua ukubwa Mwenyezi Mungu, thubutu wewe kumgusa. Sasa Amerika na wa Israeli, kibri kimefika hapa, wanaona wanaweza kufanya kitu chochote. Nini kiliwafanya Wajerumani washindwe? Wanahistoria wanasema kuwa kilikuja kitu wanakiita General Winter. Generali yule generali mkuu wa majeshi. Winter ni ile baridi. Wakati huo wanaingia wako Urusi sasa. Wanataka kwenda kuiteka Urusi yote ile. Likaja baridi ambalo halijapata kuonekana. Baridi halijapata kuonekana. Supply line yao kutoka Urusi Ujerumani imekuwa ndefu. Silaha na mahitaji hayafiki kwa muda. Red Army ile baridi ndio chakula yao wao. Red Army imejizatiti. Red Army imejizatiti. Na hapa nataka nimtaje mtu mmoja, Field Marshal Tito. Field Marshal Tito nchi ya Yugoslavia, nchi ndogo sana. Alikuwa hana jeshi yeye. Jeshi lake alikuwa analita Partisan Army. Jeshi la wanamgambo. Jeshi la wananchi. Na ndio maana ukisoma historia utaona katika nchi zote zile ambazo ziliokolewa unasema kuokoa katika vita, zilikombolewa na Urusi, wao Yugoslavia walijikomboa wenyewe kwa sababu walikuwa na jeshi lao chini ya Field Marshal Tito. Na Field Marshal Tito alikuwa anafanya chochote kile ambacho nataka. Nchi nyingine zote za communist kwa hawawezi. Mimi sitaki ni kuchoshe kwa mambo ya vita. Ngoja nikwambie na mambo mengine kipindi kipendeze. Field Marshal Tito alikuwa na vituko. Wa Yugoslavia wanafanya wale wanataka. Vijana ni vijana tu nchi yote ule. Wanataka kuvaa jinzi. Anauliza, "Kwani hiyo jinzi kitu gani?" Na t-shirt. Unajua Amerika wana bahati moja, vijana wanapenda sana Amerika. Anaambia bwana, hizo nguo wanavaa nchi za magharibi. Asema watu wote watakuvaa Sasa mleteni kiwanda, mjenge kiwanda, hizo jinzi wavae, kwani kuna kitu gani? Hapo katika halmashauri kuu ya taifa hiyo. Watu wanazungumza hivyo. Basi labda maduka yataagiza hizo jinzi na viwanda vitakuja. Vijana watafurahi. Wanamwambia, "Mzee, vijana watupigia watu shida. Rolling Stones, Mick Jagger Rolling." Anauza, "Hiyo Rolling Stones kitu gani hiyo?" Anambia, "Rolling Stones mzee, hiyo ni bendi iko Uingereza. Na Mick Jagger ndo mkubwa hiyo bendi, ndo mwimbaji bingwa huyo. Sasa ule muziki wao wanapenda. Asema waleti na Rolling Stones wapiga muziki wa furahisha watoto hapa." Field Marshal Tito alikuwa hivyo. Na ndio alipokufa na Yugoslavia yenyewe ikasambaratika. Sasa kibri kiliwafika hapa Wayahudi. Lakini walikuwa wasomi, nyakati zimebadilika. Ilikuwa kama ingekuwa watu wa kujifunza vile vita na Hizbullah 206 vingewafundisha, kwa sababu kwa mara ya kwanza jeshi IDF wanaisifia sana, imetoka uwanja wa mapambano kichwa chini na umeacha Hezbollah na silaha zao mikononi. Bado wana nguvu ya kwenda. Ilipoanza vita, zile nchi zote za Kiarabu sema Hezbollah wanamalizwa sasa hivi, kwa sababu wao wanafikiria vile vita vya siku 6 vile walipopigana Wayahudi na Misri, Iraki, Syria. Siku 6 vita kisha maliza. Lakini Hezbollah, lakini wanasema watu katika nchi za Kiislamu, ingawa hawapazi sauti, kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja huwa anasoma sana, anasoma na kuangalia hivi vipindi vyangu, akaniandikia akaniambia, "Muhammad, nina hamu sana ya kuchangia hayo na kusikiliza na kusoma, lakini
Sisi huku haturuhusiwi kusema chochote katika tumefungwa mdomo. Sasa wamefungwa, ndio nakupenda Victor. Unajua kuniletea pasi. Ilikuwa Pele anasema mimi nakimbia golini, Jazino ana mpira kule namuona. Ndani ya akili yangu nasema position hii, kama Jazino ataniletea pasi hapa, basi asema Tanzania Jazino ananisikia mimi, anasema mpira Jazino anaangusha miguuni kwangu. Ndio wewe Victor. Sasa ndio nakwambia nini, sijui hapa nimeuliza. Tunazungumzia namna ambavyo Hezbollah alivyotoka. Ikawa sasa Wayahudi wanatoka uwanja wa mapambano vichwa chini. Sasa wao wa Marekani na Wayahudi walijua hivi vita havizidi wiki. Tutakuwa tushawamaliza sisi hawa wa Irani. Lakini wachambuzi wengine wa Marekani, unajua katika sifa kubwa wa Marekani ni kuwa na wataalamu ambao dunia nzima, mtaalamu yote wa maana kama anataka kazi ataomba Marekani. Kwanza wana hela za kuwalipa na wanawataka. Hii ni jambo cha kueleza. Kuna chuo kimoja pale kinaitwa John Hopkins University kwa Maryland, Washington. Bila kwenda Washington. Sasa siku ya Ijumaa mwenyeji wangu, rafiki yako Harith Ghassan anaandika kwa Erukoloni. Siku hiyo yuko Washington. Jumaa tumekwenda kuswali. Sasa mimi nadhani tunakwenda msikitini, kumbe hapana, tunakwenda John Hopkins University. Tumeswali mahali kama hapa tu, darasa tu, tumeingia pale na imamu wetu ametusalisha. Sasa pale nimekuta vijana wengi sana wa Kibangladeshi na kutoka India, Pakistani. Akasema Muhammad, wa vijana unaoona hapa na wengine wamekuja na watu wao wadogo. Kwa hiyo wamekuja na familia zao, kusema hawa PhDs hawa na wengine wanasoma hapa. Asema hawa Amerikano, hawa ndio wananiambia the best of the best in the world. Duniani kama unatafuta watu ambao akili zao zinachemka, hawa vijana unaoona hapo hao wamekuja hapa kufanya research kwa manufaa ya, si kama zile research zitakwenda kwao, kwa manufaa ya Marekani. Hawaondoki hawa hapa. Hapa waondoke, hawashangia wakoje. Asema pita 9 usiku hapa, wewe tizama juu, utakuta taa zinawaka, vijana wanafanya utafiti. Sasa watu kama hawa vipi watafanya makosa kama haya? Ndio nikakuanzia kisa kile cha Wajerumani na kiburi chao, wakaingia kwa nadhani kuwa watashinda dunia nzima, wataipiga the Allied Forces ambao walikuwa wa Australia, wa New Zealand, wa Uingereza, nchi zote zile pamoja na Marekani. Marekani alikuja baadaye lakini kuingia kusaidia. Wazena watawashinda wale. Na katika vita hivi vya pili ndipo ule ubaya ambao walifanyiwa Wayahudi ulipokuja kuonekana. Na siku Allied Forces, la jeshi la washirika walipigana walipofika Ujerumani, wameingia Poland, wamefika Auschwitz. Auschwitz ndio kulikuwa na kambi kubwa ambayo waliweka matanuri ya kualisha gesi. Wa Ujerumani walitaka kuwamaliza wote wale wafi wale. Wote wafi wale Wayahudi. Wamekwenda pale, wameingia katika kambi zile, wanamwona mtu kasimama, ni mfupa, hana maso. Unajua kwa mwili unapokosa chakula unajila wenyewe. Ni mfupa na ngozi. Anaandika, mwandishi aliandika, walisema inawezekana vipi kwa binadamu kumfanya mwenzake namna hii? Inawezekana vipi kwa binadamu? Sasa hutegemee leo Wayahudi, watu waliopitia historia hii, kufanya yale kuja kufanya Gaza, kutaka kuamaliza wananchi wote wa Gaza. Ni waliyapitia wao pia. Wamepitia wao. Sasa huu kwa Kiarabu tunasema mukaddama, utangulizi huu. Nimeupenda. Wewe ndio kazi yako, usizende kunisifia tu.
Naam. Sasa ukiangalia maswali mengi ambayo yapo sasa hivi, licha ya kwamba kama ulivyozungumza na ndio ukweli ulivyo kwamba Marekani na Israel ilitegemewa kwamba watamaliza vita kwa muda mchache, vita itaweza kukamilika, achana zile sababu, si kwamba mambo ya nuclear sijui na nini, lakini vyote hivyo ukiangalia ni sababu. Nini ambacho kimeifanya Irani iwe sustainable mpaka sasa hivi? Historia yao wa Irani, wa Persia, wa historia yao wanasema hawajapata kushindwa vita wao. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amewataja hawa wamewapiga Warumi hawa. Warumi si ndio walikuwa taifa kubwa zamani? Wamepiga Warumi hawa. Lakini kubwa ni ile historia yao baada ya Uislamu kuingia. Hao ni Mashia. Wao wanajisabu ni nyumba ya mtume, yani ndugu zake mtume wanajisabu. Sio King Hussein wa Bani Hashim wale wa Jordan wale, ambaye mkewe anatoka hadharani hata hajajitanda. Mimi nafika Irani, nimewaona wa Irani katika nchi yao. Ndege imefika Irani alfajiri saa 11. Basi pale uwanja mzima ninachosikia ni Qur'ani. Irani ukitembea unaona sisi tunaweka mabango hayo mjiani, tunatangaza bidhaa nini. Irani unaona picha za watu tu. Unauliza hawa nani, unakuambia hawa mashujaa wetu waliopigana wamekufa, hawa mashahidi hawa kwa kuitetea nchi, kwa kutetea si Ayatollah, watu wa kawaida, normal person. Kule usidhanie wale, ukisikia kuwa juzi baada ya Marekani kusema wataingia kwenye kile kisima cha Kargi, ambao 90% ya mafuta ambayo hajasafishwa ya Iran yanatokea pale. Baki pale ndio kama vile kaunta yao kuchukua pesa pale. Moyo wao ulivyosema sitopiga ile na tutateka ile. Basi vijana nchi nzima wanakata tiketi wanakwenda kwenye kile kisiwa. Sasa hivi kisiwa kimesheheni watu. Na usidhani kama wale wanakwenda bako, si unaona wamevaa shati, wengine wana vijana na jeans t-shirt wale askari wale wanajua matumizi ya silaha, wamekwenda pale kuwasubiri jeshi la Marekani litakapokuja. Hawa ndio wa Irani hao bwana wa Persia hawa wana historia kubwa ya Imam Hussein, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii na acha siku moja utazungumza mashekhe, utawaambia kueleze hawa nani, historia yao. Kuna Amerika wanasema, baada ya kuona hili wanasema vipi wa Amerika hawajui historia ya hawa watu? Wewe ungetegemea kwa kile kipigo walichopata, viongozi wameuliwa, vituo vyao vya nuclear wamesema wamevipiga sehemu nyingi. Manake sura ambayo wametoa Israeli ni kuwa tumewashinda sisi wa Iran, tumeua viongozi wao. Usingetegemea leo mwezi mmoja vita vinaunguruma. Na wanasema wa Irani wamejitayarisha kwa vita hii kwa miaka 30. Umeona mahali popote wa Irani wanatafuta chakula au maji? Chini wamejenga mji chini ya ardhi, huwezi kufikia, hakuna bomu linaweza likafika huko. Tena wamejenga chini ya vilima ambavyo juu, unajua mlima wa granite ndio lile jiwe gumu lile, chini kabisa ndio zinazotoka zile missiles zinapiga Tel Aviv. Ukionyesha picha yake sasa hivi inafanana na Gaza. Sasa wangewajua, kwa sababu waliposema tunataka sulhu kwa watu ambao wenye moyo mdogo, ungekubali sulhu mali kujiokoa maisha yao. Sasa tutaki sulhu, tutakufa kwenye nchi yetu sisi. Tutakufa kwenye nchi yetu. Na
Hii ni akili yangu mimi tu fupi tu, wala si mchanganuzi wa kimataifa kama hao ambao mtu wasikia na mnawasikia. Wa Irani wanajua kama Wayahudi hawawezi vita vya muda mrefu. Hao viwezi. Wao wamepigana miaka 8 na Saddam Hussein. Wanataka vita hivi viende hata zaidi ya miaka 10. Na watizame kama Israeli itabakia nchi. Sasa hivi hali ya Israeli ni taabani. Unajua kama Israeli imeweka mkataba na mataifa na mashirika yote makubwa ya habari, BBC, CNN, Al Jazeera, CBS yote, ABC yote wameweka kuwa hawataonyesha zile footage. Yani unajua anasoma habari alafu anakuonyesha picha hali kwa hivi. Hawataonyesha kwa sababu unachokizungumza ni kitu ambacho watu wengi wanakiona. Unajua ungekuwa unazungumza maneno ambayo pengine ni uongo, watazamaji wangenanili. Mengi unazungumza ndio yale yanayozungumzwa. Lakini swali ambalo linakuja, Irani ndani ya uongozi wake hasa, uimara wake hasa umetengenezwa na nini hasa? Ukiangalia kama ulivyozungumza wewe, wanakufa viongozi wengi sana. Kwanza tuanzie hapo. Kwa nini Israel inafanikisha kuwaua viongozi? Ndio nikasema bwana, wewe kama wewe Jazino, mimi Pele. Pele ana kitabu chake inaitwa My Life with a Beautiful Game. Maisha yangu na mchezo mzuri. Alafu kilitafsiriwa cha kitabu kwa Kiswahili. Mimi nilikuwa nacho kitabu cha Kiswahili, hicho cha Kizungu nimekisoma na Kiswahili. Kilikuwa kinauzwa hapa Dar es Salaam Bookshop. Unajua siku hizo watu hawasomi vitabu, kwa hiyo na wachapaji vitabu hangaiki. Nikwambia kisa chake kwa Pele anasema wakati mwingine namtazama Jazino kule, nasema Jazino kama ataniletea pasi hapa. Hilo swali uloniuliza wewe, nataka nikupe kisa kimoja. Kwanza mimi nimefika Misri mara 2. Na nimesoma kwa kiasi historia ya Misri. Uongozi wao kuanzia NASA mpaka Anwar Sadat. Kwa kiasi najua hata ile saikolojia historia ya wa Misri. Na nimekwambia kama nimefika vile vile Irani. Nataka nikupe kisa cha Abdul Hakim Amir. Abdul Hakim Amir alikuwa ndo mkuu wa majeshi ya Misri katika vita vya siku 6. Ndio mkuu wa majeshi alishindwa vile vita vya siku 6. Alikuwa karibu sana NASA huyo. Na sijui kama nakumbuka vizuri. Nadhani amemooa dada yake NASA au yeye na NASA wameoa nyumba moja. Sikumbuki ni vipi. Alikuwa mtu special, mtu maalumu kwa NASA na ndio mkubwa wa majeshi. Baada ya vile vita vilianzaje unajua? Ni kuwa NASA litayarisha kwa vita na Wayahudi. Na kulikuwa na jeshi la kulinda amani la UNO pale. Akaambiwa Umoja wa Mataifa waondoe wale askari. Wakati ule sekretari katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikuwa mtu mmoja kutoka Bama anaitwa Uthant. Huyu mtu nadhani katika wakuu wa Umoja wa Mataifa huyu hakuna alimfikia. Ukimtoa Dag Hammarskjöld. Hodari sana alikuwa. Alimsii sana NASA kuwa la askari wabakie pale. Lakini NASA hawezi kushambulia kama wale wapo. Na nadhani Mossad huko wamefanya kazi yao vizuri, walijua kama Misri wanajitayarisha kwa vita na wao wakawa wanajitayarisha ukitegemea muda wowote mvua itaangukia. Sasa ndo utaona, nitakutajia vitu hapo utaona, na ukifikiria ukikaa peke yako utaona tofauti kati ya Wairani na Waarabu. Katika station za radio za Misri zikawa zinasikika nyimbo nyingi za kizalendo zinaimbwa za kuhamasisha watu, kama vile kuambia kuna jambo kubwa linakuja, jitayarisheni. Na wa Misri
hodari sana kwa muziki. Muziki wa taarabu. Wapo unapotoka Kulthum bwana. Ndio anapotoka Profesa Muhammad Abdul Wahhab. Tenda kuambia kitu kimoja. Huyo Profesa Muhammad Abdul Wahhab wakati mimi mdogo Kulthum wakati mimi mdogo. Zamani Dar es Salaam hapa ukitembea katika haya maduka na yote yalikuwa ya Waarabu na wengi kutoka Yemen. Na radio zao wao wanatune Radio Cairo. Utasikia nyimbo tu za Kiarabu. Sasa ngoja nikupe kitu kingine. Tutatoka kidogo katika mazungumzo yetu. Mimi kwa siku nakwenda zangu nilikuwa kwenda London, nikapita Cairo. Ndege yetu ilichelewa. Kwa ile connection ya kutoka Cairo kwenda London nikawa nimeikosa. Ikabidi nilale pale London Cairo, siku ya pili nichukue ndege. Sasa naona kwenye television, naingia kwenye chumba cha chumbani hotelini. Tena mpaka leo Marvin Peak ilikuwa hapa hotel kama ile hapa. Naona television inapiga muziki wa Muhammad Abdul Wahhab. Sijui nini kimetokea, lakini mimi na shughuli nyingine. Sasa nafika London na nimenunua gazeti la Al-Haram. Mimi nampenda Muhammad Ekal. Ndio alikuwa editor in chief wa gazeti. Amekuja kunipokea rafiki yangu Ahmed Rajab. Kitu kwanza kaniuliza, "Muhammad una gazeti?" Nikamwambia nalo. Akasema, "Nataka kusoma habari za Muhammad Abdul Wahhab amefariki." Ndio najua. Nikamwambia ndio maana jana mimi nikitazama television na Muhammad Abdul Wahhab ana tena yeye alikuwa mwimbaji na vile vile alikuwa actor tena. Wanamuonesha sana. Sasa narudi kwa Abdul Hakim Ameri. Abdul Hakim Ameri wakamlaumu kwa yeye ndio akasababisha vita washindwe. Ilikuwaje? Yeye ndio mkuu wa majeshi, alichukua ndege akaenda angani. Na wanasema mkuu wa majeshi anapokuwa angani mizinga yote inazimwa hii chini hapa ardhini. Kipindi kile ndo jeshi la Israeli liliingia Misri, likapiga ndege zote karibu, sasa hivi nilikuwa natalii kwenye vitabu vyangu, karibu ndege 440 zote zilimalizika. Chini ya ardhi kwenye uwanja mmoja kwa siku moja. Pale ndio ikawa kama vita sasa vinaanza. Lakini Misri inaingia kwenye vita haina ndege hata moja ya kujitetea. Sasa hapo mimi nakuachia mwenyewe. Nini kilimpeleka juu Abdul Hakim Ameri? Kamanda mkuu. Manake anapanda juu anaingia Wayahudi wana hila. Na walijuaje kama kamanda anakwenda juu sisi tuingie sasa hivi beti zote zimezimwa? Walijuaje? Sasa ile ikaleta msuguano sana baina yake yeye na Gamal Abdel Nasser. Na mwisho Gamal Abdel Nasser amake naye akaonyesha kibri. Abdul Hakim Ameri akawa akija mjini na kuja na motorcade. Unajua motorcade? Ule ulinzi ule kama raisi. Sasa mawaziri wengine wanamwambia Nasser, huyu Abdul Hakim nini huyu anatutambia namna neno unamwachia? Wakamkamata na wakamfungulia mashtaka. Watakupindua serikali. Wanasema Abdul Hakim wanasema alijiua. Wanasema wanasema alijua. Wakiwa wasema walikwenda kumuua. Walikwenda kumaliza. Anaweza kwenda mahakamani akashinda kesi. Sasa nataka waone wa Misri na wa Iran disi walivyo. Wa Misri ni watu wa maskhara sana. Wa Misri sasa wale vijana wa siasa kali Ikhwan Muslimin wakatengeneza joke. Unajua joke hizi? Vichekesho. Sisi Waislamu ukishazikwa tunaamini ukishazikwa wanakuja malaika wawili Munkar na Nakiri. Wanakuja kukusaili wewe, kukuuliza maswali. La kwanza nakuuliza, nani Mola wako? Sasa Abdul Hakim yuko kaburini huko. Wamekuja wale Munkar na Nakiri. Wanamuuliza nani Mola wako? Sasa wanasema Abdul Hakim akajibu, Mola wangu ni Gamal Abdel Nasser.
Wale wakarudi kwa Allah. Wasema Allah, tumemuuliza Abdulhakim Ameri, wanasema tumemuuliza Mola wake nani, kasema yeye Mola wake ni Gamal Bunasa. Allah akasema hapana. Nenda kamuulize ni tena. Wakarudi wale. Nani Mola wako? Sema Gamal Bunasa. Asema tumekwenda, akasema Mola wake Gamal Bunasa. Wakasema hebu nenda sasa bwana. Sasa wakaja katika sura yao hasa ya umalaika, wanatisha. Wakasema usifanyie mchezo sisi. Tuambie nani Mola wako. Kaambia hebu jamani, hebu ngojeni kwanza. Hebu subirini. Kwa nyinyi mnatoka wapi? Wakamwambia tulio tunatoka wapi? Tunatoka kwa Allah sisi. Sasa mbona tukamwanza mkusema si kwa Tanzania nyinyi mmetoka kwa Gamal Bunasa, mmekuja kunichunguza hapa kaburini. Hao ndio Misri hao. Hao ndio Misri. Ni watu wa vichekesho. Ni watu wa vichekesho. Sasa wakazania wa Amerika na Wayahudi kuwa Wairani ni kama labda wa Misri. Watakuwa kwenye same page. Kurasa moja. Watakuwa kurasa moja, kazi imekwisha. Leo mwezi mmoja vita vinaendelea. Ni watu wa aina mbili tofauti kabisa. Na wanasema vipi? Wanasema wana uchambuzi wa Marekani. Unajua kama wa Amerika wameongoza katika political science wao ndio mabingwa wa fani hii. Wasema vipi wa Amerika hawakuwajua hawa watu kuwa si watu ambao unaweza kuwafanya unavyotaka hawa. Leo vita vinakwenda. Sasa Marekani anatafuta kutoka katika vile vita, aondoke na heshima yake, asitoke na fedheha. Umezungumza kitu kizuri sana. Kila mfano ambao umeutolea, kwa mfano kwa Misri, ni umeshindwa kufanya kazi kwa Irani licha kwamba wameua viongozi wengi. Wale wana kitu labda sio inaweza kuita, yani wana vituo nchi nzima. Na wanasema hivyo vituo kuna viongozi wameweka switch ya kuwasha tu, hakuna switch ya kuzima. Kwa kiuliwa huyo asubiri kuambiwa aendelee na vita. Akisikia tu huyo amekufa, wanapiga. Kuna wanafanikisha kuwaua. Kufanikisha kuwaua. Simekwambia Mossad ni watu hodari bwana. Waliulizwa wadani wa Irani, kwa nini nyinyi mfanye hivyo? Akasema si Waislamu. Hatuwezi kuingilia watu usiku katika majumba yao kwenda kuwaua. Hatuwezi kufanya kitu kama hicho. Haipo katika silka zetu sisi kwenda kuua watu ovyo bila sababu. Taarifa ilitoka kwamba akasema kwa sababu Benjamin Netanyahu ambaye ni waziri mkuu wa Israel baada ya kuua viongozi wengi wa Iran, akasema kwamba hata yeye watamtafuta popote alipo kwa sababu ameonekana kuwa ni adui mkubwa ambaye analeta madhara kwenye ndani ya taifa. Tusubiri tuone. Benjamin Trump hawana sasa hivi, hawawashi wala hawazimi. Vita vimechukua sura nyingine kabisa. Kwa sababu wametaka sulhu, Iran wamekataa sulhu. Na vita vinaendelea. Leo mwezi umefika. Unamwona Trump akifanikisha kujitoa katika hivi vita kwa mlengo, kwa mtindo upya? Kwa namna unavyoona. Mimi sijui atatokaje. Kwa sababu kutoka lazima atoke na heshima yake. Kwa sababu baada ya hivi vita hapa nilipofika, Mashariki ya Kati si kama ile ambayo wa Irani umepiga vituo vyote vya Marekani vilivyokuwa Arabuni, vyote wamepiga. Na sasa hivi wanasema kuwa wale wanajeshi katika kambi wamekimbia, wanakaa katika mahoteli. Na Irani wanawaambia wananchi watafuteni wa Amerika katika hizo hoteli, mwambie watoke warudi kwao. Tuwataki. Nadhani tumemaliza bwana. Tumalize la mwisho sasa. Kuna wale ambao wanazungumza kwamba Irani kuonekana kwamba ipo vizuri kwa kiasi hiki ni mchango wa mataifa ya Russia na China. Support yake ndio inafanya hivi. Kuna ukweli katika hilo, na pengine mashirikiano haya mataifa uko vipi sasa? Mimi siwezi kujua, lakini najua kuwa Marekani wanapigana na jeshi
la walinda mapinduzi wa Irani. Hilo ndo nalojua mimi. Sijamwona askari wa Kirusi pale wala askari wa Kichina. Nilimsikia Prince Farhani wa Saudia alizungumza kwamba tena nimekumbuka swali zuri sana kutoka kwako. Nadhani unaweza kunipa elimu ambayo nilikuwa na miss sehemu nyingi kuipata. Yeye alizungumza kwamba Irani hawautetei Uislamu kwa sababu wanapiga mataifa ya Kiislamu. Kwa nini mataifa Iran hawajapiga mataifa ya Kiislamu? Wanapiga vituo vya Kimarekani katika nchi za Kiarabu. Kauli yake na mnukuu. Kauli yake na mnukuu, ndio maana nataka nikuulize hilo swali. Unadhani kwa nini Saudia wanaonekana kama wanamtafaruku sana na Irani? Nini ambacho kinawasababisha watu washindwe kukaa chumba? Bwana wewe, hilo swali atakusaidia Abubakari. Utakwenda kwa shekhe atalijibu ile swali la shekhe. Lakini ninachokuambia mimi ni kuwa Irani hawajapiga Waislamu Maskati, Emirates, Qatar na kwingineko. Hawajapiga. Wanapiga vituo vya Marekani katika nchi hizo. Sasa ndio wakati wa wao nchi hizi za Gulf hizi kujiuliza, hivi vituo vya Marekani katika nchi zetu ni mzigo au ni kitu ambacho sisi kinatupa faida? Lakini kwa jibu la wepesi na la haraka ni kuwa hawanufaiki tena na vituo vile. Na Iran amesema Wamarekani waondoke, watoe vituo vya kijeshi katika nchi hizi. Imefuata nini huku? Sasa ndo hapo watu wanasema tuachie wananchi wa nchi hizi waamue. Nadhani ndo hatua ambayo ikija kutokea hiyo, nadhani itakuwa ni ngumu sana kuzuilika, kwa sababu unajua umma ukiamua kitu fulani bwana, hapa tupofika hapa natosha. Kwa mfano hata hili la mafuta kuzuia kupita katika mfereji wa Hormuz ule, madhara naona ni makubwa sana mzee wangu. Ndio hicho ambaye huo ndio mpango wa Iran, kuwa hivi vita vimguse kila mtu na viende kwa muda mrefu. Kila asema watapiga nchi yetu taketea, lakini hao Wayahudi tutakwenda nao chini. Basi tumalize bwana, tumalize. Okay, sawa, tumalize. Lakini mimi siwezi kumaliza hili bila kuigusia East Africa. Bahati nzuri sana mzee wangu wakati nakuja naye hapa, kuna hichi kitabu nimekipenda sana. Kinaitwa Mossad. Yes. Yeah, Mossad. Israel Secret Service. Kwenye hizi mission za Israel, moja inatajwa miaka ya nyuma kwamba waliwahi kuja Uganda, moja ya taifa ambalo nataka waje yes. Sijajua kwa sababu gani ilishindikana, kwa sababu sijaifuatilia historia, lakini nimekuuliza ile swali kwa sababu nimemsikia jana na juzi kiongozi mkuu wa majeshi ya Uganda Muhoozi, mtoto wake na Museveni, alikuwa anazungumza kwamba sisi hatuwezi kukubali Irani ipige Israel, kwa maana Israel ikizidiwa tutaingia kuisaidia Israel, kwa sababu sisi tuna undugu na pia tunashare imani moja, kwa maana ya Ukristo. Nini ambacho licha ya kwamba Israel walifeli kuja kuweka makazi yao pale Uganda, nini ambacho wamekibakiza ambacho kipo kina mahusiano nao? Madaha hicho tukifanya kipindi maalum. Tumalize. Zangu amechoka kweli. Sijachoka. Nataka tufanye kipindi chenye maana, tusichanganye mambo. Tutafanya kipindi maalum hicho. Entebbe ready. Na mtengeneza sinema. Kabisa. Ipo filamu, ingia Google utaiona. Ingia ndani YouTube utaiona. Mtazamaji, hii ni story ambayo nadhani nitakuja special kwa hili tuizungumza, kwa sababu watu wengi sana wameliulizia sana. Nadhani nitatafuta muda mzuri tuje tulizungumzie tu special tu hili bila kuingiza mengine. Mzee wangu, mimi nakushukuru sana. Mimi nakushukuru zaidi. Asante. Nimependa leo umenipigia shati jeupe na tai na swali kama meneja wa benki vile.
Asante. Yote haya kwa mchango wa mzee wangu bwana. Unajua wakati mwingine wazee bwana wanatusaidia sana wakati mwingine. Kwa vijana kuna namna tunajisahau kwa namna moja ama nyingine. Wanatukumbusha bwana, inabidi bwana uende katika mfumo huu. Kwa hiyo na mimi sasa kuanzia sasa hivi kwa mzee wangu mtakuwa mnashuhudia suti, mashati makubwa kama haya nini, safi kabisa yani. Kwa hiyo huu ni mfumo ambao utakuwa endelevu. Nadhani hapo utakuwa umelizika sasa. Sio mimi sikusema kitu. Watazamaji wakisema mbona unamruhusu ule mtoto anakuja kukoje na amevaa kaptula. Watu walalamika. Na wewe ukaniambia bwana hata mimi umelalamikia vile vile. Basi asante bwana. Tusamee sana watazamaji jamani. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera uko Riziki bwana, na nimezungumza mambo mengi sana na mzee wangu Hamed Said, mambo mengi sana ambayo of course mimi napenda sana kuzungumza naye kwa sababu anatupa story pamoja na reference. Kwa mfano akikutajia Oman ama akikutajia London ama akikutajia labda Tehran, atakwambia mwaka 2000 mwezi wa 7 nilifika kwa ajili ya tukio fulani, kitu ambacho kikweli na kipata kwake tu. Kwa hiyo tunapata story na details zaidi ambazo pia zinakuwa na ushahidi pia ndani yake. Asante sana kwa wewe ambao unatazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naambie pia unatamani wakati mwingine pia nikija kumhoji mzee wangu nije na maswali yapi hasa, lipi hasa ambalo unatamani mzee atuambie hasa ambalo unatamani wewe uliweze kulifahamu kwa undani zaidi. Lakini mimi la kwangu moja mtarudi nalo hapa ni la mahusiano kati ya Uganda na Israel. Hili nimeliacha hapa, tutakuja turudi nalo hilo. Asante sana kwa wakati wako, bye bye.